TV. Kumbuka kipindi ni The Morning Blend, na leo katika siku ambayo ni Ijumaa, tukiangazia hasa burudani na hasa talanta mbalimbali, tukiangazia baadhi ya wanawake ambao wamebombea katika taaluma mbalimbali, na leo tukiangazia taaluma ya wanamuziki na hasa wanawake wa kwanza kabisa kujitika uwanja wa muziki si mwingine bali ni Faya Tesi. Alizaliwa kwa jina Teresa Kishilagoi huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka wa 1966. Mwanzoni hakukusudia kuwa mwanamuziki, alikuwa akisomea uhandisi kabla ya kuamua kufuata talanta yake ya muziki na uimbaji. Mwaka wa 1986 Faya Tesi alijiunga na Afrisa International Orchestra, bendi maarufu ya mwimbaji mwenye sifa Tamble Rochero. Wakati huo Afrisa ilikuwa tayari ni ngome kubwa ya muziki katika muziki wa rumba na soukous wa Kongo, na ujio wa Faya Tesi ulileta sura mpya katika kundi hilo. Ndani ya Afrisa alijulikana haraka kwa sauti yake nzuri na uwepo wa kipekee jukwani. Wimbo wake wa kwanza na bendi ulikuwa Kamarande, na mwaka wa 1988 aliimba pamoja na Billy Abel katika kibao maarufu na Dina ambacho kilipendwa sana barani Afrika. Baada ya muda wake wa Afrisa kuisha mwanzoni mwa miaka ya 1990, Faya Tesi alianza safari ya kazi ya muziki binafsi. Mwaka 2000 alitoa albamu iliyoitwa Keba, hatua muhimu iliyomthibitisha kama msanii kamili na mtayarishaji wa kazi zake mwenyewe. Kwa miaka mingi ametoa nyimbo na albamu nyingi, baadhi zikiwa za asili na nyingine akiwa anarudia na kufanyia upya nyimbo za zamani za rumba ya Kongo kutoka kwa wasanii wakubwa kama Table, Simaro, Mathia na Madilu System. Faya Tesi uimba na Kilingala na Kifaransa, akichanganya midundo ya jadi ya rumba na ladha ya kisasa. Mziki wake unazungumzia mapenzi, maisha na masuala ya kijamii. Wimbo wake Silimo unalaani ndoa za kulazimishwa, ishara ya ujasiri wake wa kutumia mziki